Mwanzoni mwa filamu yetu tutaanza na mganga mmoja anayeitwa Amba. Alikuwa akifanya tambiko kwa mwanamke mmoja anayeitwa Sekari, akiomba msaada wa mizimu ya mababu zake. Amba aliweka mahitaji yake na kuhakikisha atawarudisha wema. Sekari aliahidi kuwa mwaminifu kwa moyo wake. Hata hivyo, mganga huyu alimwonya, mtu pekee ambaye anaweza kuvunja kiapo au agano hilo ni yeye mwenyewe au mtu mwenye nguvu zaidi yake. Na kama itatokea, ataweza kuvunja ano hilo kwa msaada wa mizimu hao. Vinginevyo atakumbana na matatizo makubwa katika maisha yake na familia yake yote. Miaka mingi baadaye, Sekari anaishi na watoto wake watatu, Ratna, Doni na Dani. Ratna na Doni walikuwa wakienda shuleni. Sekari anamfuata Dani, mtoto mkubwa wa familia hii, na kumkemea sana kwa tabia za uzembe. Mama yake anamchukulia Dani kama mfano kwa watoto wengine, akiwaambia kuwa wanahitaji kujitahidi kusoma. Wasigi kuwa kama Dani, yaani kama kaka yao au kama baba zao waliokuwa na maadili mema. Mwana huyu anasisitiza kuwa hana tamaa ya kufuata njia mbaya. Mwaka huu anataka kujiunga na chuo kikuu. Hii ni kuanza kuchukua majukumu na kutunza wadogo zake. Dani anamwambia mama yake hawezi kwenda chuo kwa sasa. Anamweleza waziwazi kuwa hajawahi kujivunia kuwa mtoto. Hata hivyo, kuwa ana mipango yake mikubwa. Anaeleza kuwa anajifunza kurekebisha injini za pikipiki. Anaona njia ya kupata pesa nyingi kupitia hiyo kazi. Anamwambia mama yake kuwa hawezi kuanza chuo kwa sasa. Anahitaji kuzingatia jambo hilo. Kila anapojaribu kuelezea mama yake shughuli zake, mama yake hamwelewi vizuri. Anaona kuwa mwanaye anaweza kupotea njia. Mwana huyo anamwambia mama yake hawezi kuendelea kutegemea kila mara. Siku zote mambo hayawezi kufanyika. Mambo ya vijana ni stori za wahenga, zina kanuni zao na mila zao. Mama anamwambia anafanya mipango ya kufungua kundi pamoja na marafiki zake, kuanza vurugu usiku, kuiba au kupora vitu vya watu. Anataka kuwa kiongozi wa matendo mabaya. Dani anasisitiza kuwa hataki kwenda chuo. Shahada si tiketi ya mafanikio, sio njia pekee ya kufanikisha maisha. Mama anasema maneno makali kwa mwanawe. Sasa unataka kutafuta maisha yako nje ya nyumba hii, tofauti na hapa. Wadogo zako wasifuatilie tabia zako mbaya, watembee kwenye njia sahihi. Dani anaondoka akisema maneno mazito kwa mama yake, ninaweza kufanikisha maisha yangu bila msaada wako. Na hakusikiliza maneno ya mama yake. Mwaka mmoja baadaye, Sekari akiwa katika shughuli zake za kawaida, anatoa sadaka mahali fulani. Hii ilikuwa kwa ajili ya mizimu ya mababu zake. Wakati huu Dani ni bosi. Anashukuru kijana huyo kwa kazi nzuri. Tangu Dani alipoanza ofisini, wateja waliongezeka. Bosi huyo anamlisha mshahara mkubwa. Dani anasema, pesa hizi zote ni zangu, lakini bosi wake anamwambia kuwa zote anakustahili kwa sababu ya kazi yake nzuri. Katika familia ya Sekari, watoto wake Dodi na Ratna wakiwa nyumbani, Dodi anaenda kumwambia dada yake na kumwomba kumchukulia maji. Dada yake Ratna anamwambia mdogo wake ashuke mwenyewe. Anafanya hivyo bila usumbufu na hakuna hofu. Anakutana na mwanamke mmoja akiizunguka ndani ya nyumba. Akamshika baada ya kumwona akikimbia katika chumba cha dada yake na kumwelezea mambo yote yaliyotokea. Dada yake anamwelewa vizuri, lakini hamsaidii kumchukulia maji. Kesho yake, Sekari akiwa katika shughuli zake, anamwona mtoto wake Ratna akiwa na mvulana mmoja kwenye pikipiki. Sekari anamhoji kuhusu mvulana huyo na anampa ushauri. Si lazima ajiweke karibu na marafiki, bali awe makini asiumizwe. Mwana mama huyo anatumia mfano wa mwanaye Dani kumwonyesha hatua sahihi. Anaonya nyumbani, usiwe kama kaka yako Dani ambaye alichukua njia mbaya. Binti Ratna anasema anaweza kujilinda mwenyewe bila ushauri. Binti anakuwa mzalendo na anatoa ada muhimu kwa mama yake ili aimalize na kuondoka katika mgawanyo huo. Sekari anashangaa kwa sababu siku hiyo hakupata wateja. Mgawanyo umefungwa na baadhi ya wateja wanapita nje. Mteja mwingine anaingia na kushangaa kuwa mgawanyo umefungwa na kuharibika. Mteja huyo anakashangaa kuwa na mgawanyo umefungwa, chakula kimeharibika na huna maana. Baada ya muda, Sekari akiwa amekaa, anafikiria maneno yote yaliyosemwa. Anaona jamaa aliyerudi katika eneo hilo akilalamika. Chakula kilipikwa siku hiyo, lakini bado kilionekana kuwa na harufu mbaya. Wakaamua kwenda kwa mganga wao. Mganga huyo alifariki. Ndani ya nyumba kuna muheri wa marehemu, si mganga hai. Kabla ya kufa, alisikika kipinga kelele. Ghafla, pamba katika pua ya marehemu ilitokea. Macho ya Amba, mganga, yakafunguka. Sekari hakuelewa ni nini kilitokea.